Kakole mama, kakole, Viva Christmas. Lazima kila mwaka ukiusikia tu huo mtu anajua tayari Christmas. Usiku mmoja kulikuwa kunapigwa show kama 50 au 60 bendi tu hizo. Tufurahi na mwaka mpya. Ugomvi upo mkubwa wapi hasa? Lazima wanamuziki sasa hivi washindane. Mimi ndio maana siku yote nasemaga ugomvi wa Alikiba na Diamond mimi sitaki uishi. Basi natosha kivumbi leo. Habari mpendwa mtazamaji wa Ayo TV popote pale ulipo, pasina shaka leo tumemwalika mchambuzi lakini pia tunamuita nguli wa tasnia ya habari hapa nchini Tanzania, tunamuita Rajab Zomboko. Yeye ni mchambuzi wa muziki wa dansi hapa nchini Tanzania. Nashukuru bwana, nashukuru. Asante sana, tumekualika leo tuzungumze kuhusiana na muziki wa dansi hasa katika kipindi hiki cha mwisho wa mwaka. Nataka tuone pilika za muziki wa dansi ziko vipi tofauti na miaka ya nyuma, namna wakati dansi bado ni dansi yenyewe. Tofauti ya wakati huu na wakati ule, kwanza wakati ule kuna bendi nyingi zina nguvu, halafu bendi nyingi halafu zina nguvu. Sasa hivi kuna kwa huoni ile pilika ya muziki wa dansi. Kwa sababu gani? Bendi zipo chache, halafu hazina ule ushindani. Lakini wakati ule ikifika mwisho wa mwaka kuna wapinzani, kwa mfano kama Msondo na Skinde lazima wapate nyimbo mpya za kufunga na kufungulia mwaka. Na huku kuna Makii na Safari Sound. Huku utakuta kuna vijana, kuna Uda, kuna sijui Matimira, kuna Orchestra Makasi, kuna Mwenge Jazi, kuna Kimulimuli, kuna Bima, kuna Biashara. Hizo bendi zote kutajia zote, Washirika au Rafiki. Hizo bendi zote naweza kutajia zinajaza kwenye kumbi na kwa kiingilio. Sijui unanielewa? Zinajaza na kwa kiingilio. Sasa ikifika wakati wa mwisho wa mwaka, ndio unajua sikukuu kama mwisho wa mwaka au mwezi wa Ramadhani, bendi zilikuwa zinasimama zinatengeneza nyimbo mpya kwa ajili ya Eid na kwa ajili ya kuibiana wanamuziki. Sasa wakati huu ndio bendi mtu anatoa nyimbo mpya ili apate washabiki wapya, kwa sababu siku ya Christmas na mwaka mpya watu wanajaa sana kwenye kumbi. Sasa wale watu watavojaa wajae na kuondoka kweli. Kwa hiyo nataka wakijaa wapate nyimbo mpya na nzuri ili waendelee kuja tena. Kwa hiyo ni kipindi cha kutengeneza wanamuziki, washabiki wapya ilikuwa wakati ule. Na Dar es Salaam ilikuwa inachemka kama bahari. Kuna wimbo mmoja wa Masantula unaitwa, wimbo unaitwa Mtoto wa Mjini wa King Kiki nafikiri unamfahamu mzee wetu marehemu, mzee wa kitambaa cheupe. Alikuwa anaimba anasema, mtoto wa mjini kweli ninao sababu ya kuringa. Anakutajia bendi sasa. Ukiwakosa wana Kamanyola pitia Sikinde ngoma ya ukae. Usisahau Msondo ngoma wana Chakachua pia usubiri. Mwendo wa Jongo na Super Bomboka pia uporomosha. Mwenge ya Mashujaa Kimulimuli Kumbakisa. Magereza Mzee Makasi polisi. Yani Bima pia nyimbo anazitaja hapo ambazo dai inachemka kweli kweli. Ndio ilivyokuwa wakati huo. Na nyimbo, kila bendi na wimbo wa Christmas. Kabla hatuja kwenda kwenye hizo nyimbo za Christmas ambazo zilikuwa zikitungwa wakati huo, sasa hivi unaionaje hali kwa mwaka huu kuelekea tunamaliza mwaka pasina shaka? Hali ninayoiona mimi toka mwisho wa mwaka huu, naona labda ili tamasha ambalo linaenda kufanyika Hale la kumbukumbu ya Moshi William. Unajua TX Moshi William alizaliwa Hale. Kwa hiyo kuna wadhamini ambao wanapeleka tamasha ile Hale kwenda kurudisha shukrani ya kijana ambaye amezaliwa pale, kuonyesha unajua ni miaka 20 inafika sasa ya TX Moshi William toka atangulie mbele ya haki. Ndio vuguvugu naloliona, lakini mengine yote naona kawaida. Tunaona madansi yanapigwa, Christmas tutakuwa sehemu fulani, Christmas tutakuwa sehemu fulani. Alafu kwa Dar es Salaam sasa hivi nikiangalia bendi zenye nguvu, wewe unazunguka kwenye mabendi, sidhani kama zinafika 5. Naona kuna Msondo, kuna Skinde, kuna FM, kuna Bogos, kuna Tukuyu, kuna Twanga Pepeta. 6 hizo.
kama zingine zipo utanisaidia, lakini ila kuna wimbi la bendi nyingi za kwenye mabaa ambazo hazina hata majina zingine, lakini kukutajia bendi za kutajia ndio hizo. Lakini na kwa Dar es Salaam ya wakati huo ilikuwa ina wananchi wachache, lakini usiku mmoja kulikuwa kunapigwa show kama 50 au 60 bendi tu hizo. Bendi tu hizo. Na zote zinajaa. Na zote ni kwa kiingilio mafuriko. Sasa ni nyimbo zipi hasa ambazo zilitikisa nyakati hizi za sikukuu ambazo unazikumbuka kwamba okay, zilikuwa zikipigwa hizi kiukweli kila mwaka unasema yes, zingine bado zinaishi mpaka leo? Basi ni shaka. Nafikiri unafahamu wimbo wa Kakolele ule. Kakole mama kakolele, kakole mama kakolele, Viva Christmas. Lazima kila mwaka ukiusikia tu huo mtu anajua tayari Christmas. Kuna wimbo mwingine wa Orchestra Safari Sound, nakubali lawama na mambo yako kwako yote, tufurahi Noele. Afu kuna bendi inaitwa Kiauri Voice, Msondo nao na wimbo tucheze tufurahie Christmas. Sikinde nao na wimbo Noele ya Christmas. Bendi karibu zote zilikuwa zina nyimbo za Christmas. Kila bendi unayojua ilikuwa na wimbo wa Christmas. Kwa hiyo unaona pilika kwenye redio. Wakati ule redio ilikuwa moja. Wefikiria wakati ule redio moja, lakini muziki ulikuwa una shine. Christmas, Christmas, Christmas. Unajua kabisa Christmas. Alafu kuna Christmas, alafu kuna tena na mwaka mpya. Nafikiri unamjua Komando Hamza Kalala. Tufurahi na mwaka mpya, tule tunywe soda, ni mwaka mpya mama. Umeona vitu vinapokuwa hivi. Naipata hiyo. Ugomvi upo mkubwa wapi hasa? Katika dansi la zamani na ya sasa. Kwa sababu dansi la zamani walikuwa wanatunga nyimbo kila baada ya wiki 2, 3 au miezi 3 wanaleta nyimbo mpya. Kwa sababu bendi hii ina wimbo ishatoa nyimbo zake 6 mpya. Huyu naye akizisikiliza anajua naye na mimi natakiwa nitoe. Huyu naye akisikiliza naye anajua nataka nitoe. Kwa hiyo anashindana. Msondo akitoa nyimbo lazima atapiga dongo moja la Sikinde. Sikinde nao wanatoa nyimbo zao 6, wanatafuta dongo la kuwajibu Msondo. Kuna maquiz walitoa nyimbo wakawa na kibwagizo wanasema ogelea piga mbizi. Umenielewa? Kongwe umeona wanopita baba yao wanajua hiyo, wanakuambia mimi na wewe. Sasa Safari Sound Kasheba naye akatoa wimbo chunusie, chunusie, yani yule anayeogelea anachukuliwa na chunusi. Maquiz nao akatoa wimbo wakasema wakaweka kibwagizo cha kafara. Yani yule chunusi washamtolea kafara. Na sasa hivi umesema vita ipo kati ya dansi na dansi pasi na shaka. Yes. Nini ambacho wanapaswa kufanya sasa hivi mfano katika nyakati hizi? Na kwanza tungeanza kwa nini wanashindwa kuwa kama ilivyokuwa zamani? Kwanza wanamuziki kwenye kutunga, ubunifu wa kutunga umepungua sana. Na mwishoni hapo nafikiri unakumbuka mambo ya Mwinjuma na Alichoki na Banza Stone walikuwa wanapambana wakati ule. Ndio ilikuwa mapambano ya mwisho. Afrika ya FM Academy ile wakati ule ilikuwa inatamba FM Academy, na lazima watu mshindane. Unajua bila kushindana sasa hivi, bila kushindana hakuna nafasi. Leo hii IOTV mpaka mnakuja huku sababu ziko nyingi. Wakati ule mko peke yenu, mlikuwa mnapigiwa simu ndo mwende. Sasa hivi ukipigiwa simu ukizubaa unakuta watu washanyanyua. Sababu mko wingi na ubora unazidisha. Na uhakika kwamba IOTV naongea nayo mimi hapa, kuna sehemu nyingine IOTV ipo inafanya mahojiano na watu wengine. Kwa hiyo ni kupambana. Lazima wanamuziki sasa hivi washindane. Wapambane. Washindane kabisa, wajue kabisa jamani, bila kushindana ngumu kutoboa. Mimi ndio maana siku yote nasemaga ugomvi wa Alikiba na Diamond mimi sitaki uishe. Wakisha kuwa marafiki wale muziki unakuwa wapi? Lazima wale wapambane, team Diamond, team Kiba. Ndio bila ushindani hakuna. Ndio maana unaona Simba na Yanga nafikiri mafanikio ya Simba na Yanga yanatokana na nini? Yanatokana na wao wenyewe. Kwa sababu Simba bila Yanga hamna, Yanga bila Simba hamna.
Simba kama ligi imebaki mwishoni, Simba na pointi 3, Yanga anakaribia kuchukua ubingwa. Unajua Yanga anaweza kukosa ubingwa kwa sababu hana nguvu, kwa sababu anajua Simba hanikuti, anaweza kutokea mtu mwingine akapita. Ndio maana Mtibwa alichukua ubingwa mara 2 mfululizo, Azam alichukua ubingwa mara 2 mfululizo, kwa sababu Simba na Yanga zilikuwa hoi, kwa hiyo wakapita. Lakini Simba na Yanga zikiwa mmoja akiwa mzuri, mwingine lazima atatafuta maendeleo ya mwenzake. Ndio muziki mtakuwa mpambane wenyewe. Sasa hawa wanamuziki wa sasa hivi wanatakiwa wenyewe wapambane, halafu wahakikisha wanapambana dhidi ya muziki wa zamani. Ni hatari unapokwenda Twanga Pepeta washabiki wanataka nyimbo za zamani, unapokwenda Msonga Usikiti washabiki wanataka nyimbo za zamani. Ni hatari, maana hakuna ubunifu. Ni hatari. Lazima zitengenezwe nyimbo, na ili wasimame watakuwa wenyewe kwanza wapambane. Mimi nafurahiaga sana wanani wakipambana Nyoshi na Pacho Mwamba. Kwa kuhitimisha, kama mkongwe na mchambuzi wa muziki huu wa dansi, tunaelekea kwenye kipindi cha sikukuu ama mwisho wa mwaka. Tupo sasa hivi, siku kadhaa tu zimesalia kumaliza mwaka. Ni nini hasa ungepasa au ungetaka kukisema hasa kwa hawa muziki wa dansi, lakini pia kwa kufungua mwaka kuelekea huko? Mimi nachotaka kuambia wanamuziki wa muziki wa dansi, ubunifu unatakiwa wapambanie ubunifu, afu watengeneze, warudie kwenye vijembe. Vijembe vinasaidia sana, wasividharau vijembe, afu kijulikane kijembe na anayepigwa kijembe naye ajibu. Ikiwezekana hata mkae pamoja mtengeneze, bwana mimi naanza hili wewe maliza hili. Vijembe ni muhimu sana. Bila vijembe inakuwa ngumu. Na ubunifu, kina Lichoko alivyokuja kaja na ubunifu wao, kama ile kina Muumini sijui Mnazi Wangu Mkinda nini. Nikwambie kitu kimoja, mimi nawaheshimu sana Bongo Flava, kwa sababu moja kati ya vipindi ambavyo mimi nafanya kipindi cha ITV cha Hawavumi Akiniwamo ni kwa na muziki chipukizi hao. Sasa mimi naweza kwa kwenye kipindi cha redio nikatoa namba, kipindi cha redio cha muziki wa dansi, natoa namba, wanaonipigia wanakuwa watu wa Bongo Flava, wanataka kwenye Hawavumi. Yaani nipo kwenye kipindi kingine, hawa ninaowalenga hawapigi, wanapiga wale wengine. Na nikwambie mimi sinaujua na msemo wangu ile, basi natosha kivumbi leo. Sasa mimi najulikana mtu wa dansi. Ule msemo kauchukua nani? Si Zuchu. Kauchukua Zuchu. Sasa ni ukitaka kujua hawa watoto wanajua na wana nguvu. Ule wimbo wa Hani ambao mimi nimetia hivyo vibwagizo, unaangaliwa sasa hivi, ukiangalia karibu watu milioni ngapi, 50 ngapi wameuangalia kwa neno lile. Sasa lile neno lile watu wangelichukua, hawa watu wa dansi wangelichukua, lazima uchukue maneno wakati ule anataka maneno gani. Kama mimi pamoja na wote, lakini kula chuma hicho. Kula chuma wanachukua watu wana muziki wa kawaida. Okay, mimi nikushukuru. Kivumbi leo basi na shaka. Kula chuma hicho. Basi natosha kivumbi leo. Asante sana mtazamaji wa IOTV, pasi na shaka tumekula kivumbi, tumekula chuma, lakini inatosha. Umekuwa nami Jerome Robert, na shukuru sana Rajab Zomboko, mkali wa dansi lakini pia mkali Hawavumi, lakini wapo sio? Na nakushukuru sana bwana. Mimi na bwana Miradi haya ndo tuliambiwa watangazaji wanafiki kuliko wote Tanzania.